Shalom shalom matajiri wa Pai. Mimi ni ndugu yenu, rafiki yenu, pioneer mwenzenu Prophet Abraham Liza, God's Kingdom Ambassador, nikiwasalimu kwa salamu za upendo, salamu za amani, salamu za kitajiri, salamu za Pai popote pale mlipo, kuanzia jiji letu hili la Dar es Salaam, miji na mikoa mbalimbali ya nchi yetu hii pendwa ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kenya, Uganda, Rwanda, Congo DRC, Burundi, Zambia, kila mahali ambako sauti hii na lugha hii adhimu ya Kiswahili inasikika na kueleweka. Ndugu zangu, ninawiwa kusema kwa kweli nimejisikia kudaiwa, nimejisikia deni, nimejisikia kama nimepunguka kiasi kikubwa katika kutimiza yale majukumu ambayo nimeaminiwa kwayo. Imekuwa ni muda mrefu sasa, zaidi ya wiki 2 hatujakutana pamoja, na kwa hiyo naona ni busara nianze kwa kuwaomba radhi na kusema mniwe radhi ndugu zangu, kwa sababu nilishikika kwenye majukumu mengine mazito kidogo, lakini haidhuru, sasa nipo na tunaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kulisukuma gurudumu letu hili la kujadili na kufundishana na kuelekezana kuhusu maeneo nyeti na muhimu katika mradi wetu wa Pai. Leo ni Jumapili ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 2025, the 22nd of June 2025, na nataka nianzie pale tulikoishia. Naam, tutaanzia pale pale tulikoishia na tutaendelea mbele. Nataka leo nijadili jambo muhimu sana ndugu zangu. Mtakumbuka zaidi ya mwezi mmoja sasa umepita, nilikwisha jadili makala fulani ya Madam Doris Inn, GCV Grand Ambassador, aliyokuwa kirusha ndoano yenye chambo kwa kambale mkubwa kabisa duniani na kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump akubali kuitambua Pai kama stable coin. Wakati najadili ile makala, niliwaahidi jambo. Kuna jambo niliwaahidi, kama kuna wanaokumbuka. Niliahidi kwamba kuna makala ambayo nimekuwa nikiifanyia utafiti katika mradi wetu wa Pai, na nikaahidi kwamba hivi karibuni nitakuja na hiyo makala. Sikuielezea kwa undani, lakini niliweka ahadi ya namna hiyo. Wako watu ambao wanakumbuka na wamekuwa wakinihimiza na kuniuliza kuna jambo ulituahidi. Nimekuwa nikilifanyia utafiti hilo jambo, na sasa wakati umefika, nataka niende kuijadili ile makala ambayo niliahidi wakati huo. Kwa namna moja ama nyingine, makala hiyo inalenga kuongeza sababu ya kwa nini ninaamini mradi wetu wa Pai utafanikiwa. Huko nyuma niliwahi kutoa makala nyingine inayojibu swali la kwa nini ninauamini sana mradi wa Pai. Ndugu zangu, nilijadili sababu kadhaa kwa nini ninauamini mradi wa Pai, na nikaanza kuonyesha kuanzia ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, nikazichambua vizuri sana. Kama utakuwa umesahau, unaweza kurejea makala zangu zilizopita. Sasa hii ya leo ni sababu nyingine tena kwa nini ninaamini kabisa kwa moyo wangu, kwa dhati ya moyo wangu, kwamba mradi wa Pai utafanikiwa na GCV itafikiwa. Hii sababu nimeifanyia utafiti kwa kuisoma kwenye white paper na kujaribu kuangalia mazingira tulionayo kwenye digital space kwa muda mrefu, na kwa kutathmini na kulinganisha nimeweza kupata hitimisho ambalo nataka nilizungumze na wewe leo. Hii inaenda kuamsha ari na imani ya watu wengi ambao pengine wangekata tamaa kuendelea na mradi wa Pai, na wale ambao tayari wana imani kubwa katika mradi huu wa Pai, naenda kuwaongezea msukumo wa kuendelea kuamini na kuendelea kufanya bidii kupambania huu mradi wa Pai.
Kwa nini ninaamini kwamba huu mradi wa Pai utafanikiwa? Nataka nijadili jawabu la hilo swali kwa kuijadili topic maalum, mada maalum inayoitwa value capture. Value capture. Value capture. Hii value capture tungeweza kuiita kwa Kiswahili udhibiti wa thamani. Udhibiti wa thamani au unufaishaji wa thamani. Maana halisi ni hii: namna ambavyo thamani ya mradi au thamani ya kitu inaweza kushikwa na watu wachache au inaweza ikagawanywa kwa watu wengi. Thamani, value, inaweza ikagawanywa kwa watu wengi au ikashikwa na watu wachache. Value capture. Hii mada ni mada pana sana ambayo inajidhihirisha na kujifunua katika mradi wetu huu wa Pai kama ambavyo nitaielezea. Lakini nataka kabla sijaenda kwenye hiyo mada nizungumze mambo muhimu matatu ya utangulizi. Haya nayaita ya utangulizi, yenyewe ni mambo tu mazito, yangetosha kuwa ni mada toshelevu, lakini nimeamua niyaite kama mambo ya utangulizi matatu ambayo yataenda kusupport mada yangu hiyo. Kwa hiyo nitaanza na haya mambo matatu, alafu baadaye nitaenda kwenye hiyo mada yangu ya value capture. Haya mambo matatu nayotaka niyazungumze muhimu sana. La kwanza ni kuhusu mawasiliano ya core team, Pai core team kwetu sisi pioneers na tafsiri yake. Mawasiliano ya Pai core team kwetu sisi pioneers na tafsiri zake. Alafu mambo mengine mawili ni kuhusu mabadiliko ya dashboard zetu ya awamu mbili zilizofuatana hapa nyuma. Nataka nigusie hayo maeneo mawili, na hili la kuhusu mawasiliano ya Pai kwetu sisi pioneers na tafsiri zake. Kwa hiyo nitaanza na la kwanza, nitakwenda la pili, la tatu, alafu nikimaliza hayo ni mambo ya utangulizi, nitakwenda kwenye ile mada yangu sasa. Hebu nianze na hili la kwanza kuhusu mawasiliano. Ndugu zangu, mawasiliano ni taaluma. Communication ni taaluma kabisa. At times huwa ninatamani sana laiti ingewezekana kila mtu afundishwe mawasiliano, lakini sivyo ilivyo. Sio wote tunaojifunza mawasiliano, lakini mtu yeyote aliyekwenda chuo, iwe ni kwa level ya diploma au shahada, kuna kozi inaitwa communication skills. Ile kozi sio kwa ajili ya wanahabari peke yao, journalists. Hapana, ile ni kozi inayofaa kusomwa na mtu yeyote. Kwa nini? Inafundisha umuhimu wa kuwasiliana kwa njia sahihi na kwa namna sahihi, namna unavyoweza kusoma na kuelewa mawasiliano ya mtu mwingine. Ndugu zangu, iko hivi: unapoanza kutazama mawasiliano kwa undani, kuna mambo utayang'amua. Ya kwamba la kwanza, siku zote unapoona mtu anawasiliana, kuna ujumbe mzito sana mtu anauwasilisha kwa hadhira au kwa watu wengine kupitia kile asichokisema. Ngoja nirudie. Ukiona mtu anawasiliana kwa kuzungumza, nataka ujue ya kwamba kuna kitu ambacho siku zote mtu huwa anakiwasilisha au anawasiliana kwa kutokuzungumza. Yaani mtu anaweza akaongea sentensi kadhaa ili afikishe ujumbe wake. Mtu yeyote ambaye anaelewa taaluma ya mawasiliano na anajua kutafsiri mawasiliano, anaweza kung'amua ujumbe wa ziada au wa zaidi kutokana na kile ambacho huyu anayewasiliana hajakizungumza. Ndiyo.
mtu anapowasiliana sio wakati wote kwamba kile anachokizungumza ndo amekikusudia. Wewe kama ni mtaalamu wa mawasiliano, unaweza ukamtazama mtu anapozungumza, ukasikiliza ujumbe anaozungumza, lakini ukaelewa zaidi ya kile alichokiongea. Kwa nini? Kwa sababu kile asichokiongea mtu kinabeba ujumbe pengine mkubwa kuliko kile anachokiongea mtu. Shika hilo jambo litakusaidia. Shika hilo jambo litakusaidia. Jambo la pili, lugha ya ishara huwa ni muhimu na nzito kwa umuhimu ule ule au hata pengine zaidi ya kile ambacho mtu anakizungumza. Okay, ngoja nirudie tena, utanielewa tu vizuri. Hapa sizungumzii kile ambacho mtu hajakizungumza. Hapana, nazungumza, maana nimesema wakati mtu anapowasilisha ujumbe kwa njia ya mazungumzo, jifunze siku zote kusoma na kuelewa na kung'amua ujumbe ulioko kwenye kile ambacho hajakizungumza. Okay, hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili ninayoizungumza sasa ni kwamba kuna ujumbe mtu huwa anauwasilisha kwa njia ya ishara tofauti na ule ujumbe anaouwasilisha kwa njia ya maneno. Na huu ujumbe ambao unakuja kwako kwa njia ya ishara, mara nyingi unausoma kwenye kitu kinachoitwa lugha ya mwili, body language. Body language, lugha ya ishara. Na kama huwezi kumtazama mtu wakati anazungumza, pengine kwa sababu yuko mbali au anatumia njia ya mawasiliano ambayo huwezi kumtazama kwa macho, unaisikia tu sauti yake, basi jitahidi kutambua lugha iliyofichwa katika ishara zingine, tunaziita coded language. Coded language, coded language, yaani ni lugha ambayo iko kwenye mafumbo. Kwa hiyo kuna kile ambacho mtu anakiwasilisha lakini hajakizungumza, namba moja. Alafu kuna kile ambacho mtu anakizungumza lakini kwa lugha ambayo ni coded, ni lugha ya mafumbo, lugha ya ishara. Pengine utaipata kama utaweza kumtazama mwili wake. Mtu anaweza akawa anazungumza na wewe, anatabasamu, anacheka, lakini ukimtazama kiuhalisia kwa sura yake, amekunja ndita, amekunja uso, unajua huyu mtu ana hasira. Kwa hiyo ni lugha ya picha. Anaweza kanazungumza, anarusha mikono, kuna ishara anazifanya. Kwa hiyo unaweza ukaisoma lugha anayoitumia kupitia mwili wake. Kama sio hivyo, basi angalia ishara anazozitumia katika mawasiliano yake. Jumlisha haya mambo yote, ndugu yangu, utaujua ukweli ulioko kwa huyu mtu wakati anapowasiliana na wewe. Kwa nini nimeamua nichukue muda kuwafundisheni ndugu zangu wapendwa, rafiki zangu, pioneers wenzangu, matajiri wa pai? Kwa nini nimeamua kuchukua muda kuwafundisheni jambo hili la mawasiliano? Maana yangu ni hii: ikiwa kuna mtu ana mashaka na mradi wa pai, ikiwa kuna mtu anasuasua kwenye mradi wa pai, ikiwa kuna mtu anautazama huu mradi kana kwamba ni kitu cha kawaida, my friends, ninakusikitikia. Sikiliza, jaribu kusoma lugha ya Pi Core Team kwa pioneers. Jaribu kusoma mwenendo wa mawasiliano ya Pi Core Team kwetu sisi, wanapokuja kwetu kwenye dashboard zao, kwenye dashboard yetu, wanapotuma ujumbe kwa njia zile ambazo ziko rasmi za wao kuwasiliana na pioneers. Unaposoma maandishi yao, unapoangalia video zao, unaposikiliza sauti zao, Dr. Nicholas na mke wake na wao kwa pamoja wanapowasiliana na sisi, hebu ujitahidi kutumia taaluma yako ya mawasiliano kusoma hawa watu, saikolojia ya hawa watu. Kama ukinielewa vizuri na ukaweza kulifuatilia hili jambo vizuri, utagundua ya kwamba, look here, angalia, utagundua ya kwamba hawa ndugu wameriski everything they could retake. Kila kitu ambacho wangeweza kuwa nacho kama cha thamani kwao, wamekiriski kwa ajili ya huu mradi wa pai. Wameriski maisha yao, wameriski jina lao,
wameriski status zao, wameriski heshima yao, wameriski kila kitu walicho nacho, taaluma yao, wameriski kila kitu kwa ajili ya huu mradi. They have put everything they have, everything they are katika huu mradi wa Pai. Mnaelewa maana yake hiyo ni nini? Maana yake ni kwamba hawa ndugu wako tayari kufa kupona huu mradi usije ukafa. Dr. Nicholas na mwenzake ni bora wao watoweke katika hii dunia, lakini si huu mradi ufe. Sijui kama unaelewa tafsiri ya hiyo kauli. Maana yake ni kwamba wako tayari kuupigania huu mradi kufa na kupona. Unasema Prophet Abraham Liza, unajuaje? Ndio maana nikakwambia hebu jifunze siku zote unapoona mtu anaongea, jifunze kuuelewa ujumbe ulioko nyuma ya kile ambacho hajakiongea. Au anapowasiliana na wewe, jifunze kutafsiri coded language. Utaelewa huyu mtu anamaanisha nini. Mwalimu Nyerere aliwahi kutufundisha. Mwalimu Nyerere aliwahi kutufundisha akasema, tunataka kiongozi ambaye akisimama akisema naichukia rushwa, mkimtazama usoni, mkimsikiliza sauti yake, mkiangalia maisha yake, ujumla wote huo uoneshe kwamba kweli anaichukia rushwa. Lakini leo tunavyoongea na ninyi, ninavyoongea na ninyi ndugu zangu, niambieni ukweli, hakuna viongozi na watawala tulionao hapa ambao wanasimama wanasema wanaichukia rushwa, lakini kaangalieni matendo yao. Wao wenyewe ni wala rushwa wakubwa. Hawapo. Yaani namaanisha jifunze siku zote kung'amua mtu anapowasiliana kile kilichoko nyuma. Mimi nimetafiti, mimi nimefuatilia, mimi nimetazama na kujiridhisha ya kwamba Dr. Nicholas na they are very much serious kuhusu huu mradi. Huu mradi ndugu zangu hauwezi kufail kwa sababu yule anayeuendesha huu mradi ameweka maisha yake, ametoa maisha yake, amemaanisha kwamba bora apoteze kingine chochote, lakini si huu mradi wa Pai. This project is everything to Dr. Nicholas. Alright. Ningeweza kutumia masaa zaidi ya moja kufafanua hiyo point, lakini nilitaka tu niwasisitizieni ya kwamba ninyi mnaojua mnayoielewa taaluma ya mawasiliano, angalieni Pai team wanavyowasiliana na sisi, yale wanayoyafanya, strategic partnerships wanazoziingia, actions zao, kila kitu, mawasiliano kwa ujumla, mtaelewa ya kwamba this project is going nowhere. Huu mradi hautakufa, yani kama umewekeza kwenye huu mradi muda wako, bando lako, imani yako, trust yako, alafu kirahisi tu unaanza kusikia maneno ya kienyeji ya pembeni ya watu ambao hata hawaelewi nini maana ya mradi kama huu, wakiongea tu ujinga pembeni, na wewe unavunjika moyo kirahisi, unakata moyo kirahisi. Kwa kweli huelewi hiki kitu, huelewi ukubwa wa hili jambo. Wale walioubeba huu mradi wametoa kila kitu kwa ajili ya huu mradi, hawatauruhusu mradi ufe. Okay? Jambo la pili, nimesema nataka nigusie kidogo kuhusiana na dashboard zetu. Sikupata muda wa kuzungumzia dashboard zetu mbili hizi zilizopita, na pengine pia isingekuwa ni muhimu sana, lakini kwa sababu ya ile mada niliyoitamka kwamba nataka nijadili, na lazimika kugusia kidogo dashboard zetu mbili zilizopita, ile iliyotangulia na hii ambayo ni ya tarehe 19 tarehe 19 mwezi huu wa 6. Tarehe 19 mwezi huu wa 6, dashboard yetu kwenye Pai application ilibadilika, ikionyesha 100 days of open network. Tumekuwa kwenye safari ya open network kwa siku 100 sasa, na tunaelekea
tunaelekea siku ya Pi 2 Day tarehe 28, tarehe 28 ya mwezi wa 6, baada ya kuingia Open Network. Sasa dashboard yetu, dashboard ya Pi ilibadilika na kutoa tathmini ya siku 100 tokea tulipoingia kwenye Open Network. Sitaizungumza kwa maana ya kuijadili kwa undani, ila tu nitaonyesha my take, nitaonyesha kile ambacho mimi nimekielewa kwa ule ujumbe tuliopewa. Yaani nilivyoutazama ule ujumbe, kuna jambo nimeling'amua. Ndio kile nilichokuwa nakizungumza kuhusu mawasiliano, namna ya kung'amua ujumbe ulioko nyuma ya kile ambacho mtu hazungumzi. Sasa mimi kwa kusoma lile tangazo, nilipokea simu na jumbe za marafiki zangu wengi tu wakiniambia, mbona hujasema chochote? Ni vizuri ukatupa ufafanuzi kuhusiana na dashboard. Mimi naelewa kwamba watumishi wengi tuliokuwa nao kwenye mradi huu, walimu wengi tuliokuwa nao wamekuwa wakitoa ufafanuzi, kwa hiyo nilijua itakuwa imekata kiu zenu wengi, lakini sasa ninalizungumza kwa sababu ya connection na hii mada yangu. Wametoa tathmini, PiCore timu wametoa tathmini ya siku 100 toka tulivyoingia kwenye Open Network, na anasema kwenye ile dashboard yetu anasema, Pioneers, it has now been over 100 days since the launch of the Open Network. The Open Network launch was the culmination of over 6 years of building Pi Network's infrastructure and ecosystem and making sure that its utility was ready for use at launch. Anasema Pioneers, imekuwa sasa ni siku 100 toka tulipo launch Open Network, na launch Open Network ilikuwa ni mkusanyiko mjumuisho baada ya uvumilivu wa miaka 6 ya kujaribu kujenga miundombinu ya ecosystem na kuhakikisha kwamba itakapofika wakati wa kuilaunch, basi tutakuwa kwenye mazingira mazuri ya kuwepo na huduma huduma stahiki. Okay, anaendelea kufafanua sasa kuhusiana na ile miundombinu iliyokuwa ikijengwa kwa muda wote huo mpaka tulipokuja kufikia kwenye Open Network. Anaanza kuorodhesha baadhi ya vitu ambavyo vimepatikana baada tu ya Open Network. Anasema kumekuwa na Pi Network Venture, ule mradi wa kuwekeza dola milioni 100 kwa ajili ya startups, ambao tunafahamu wajasiriamali wengi wamealikwa kupeleka maombi ili waweze kushiriki au kuwezeshwa kutengeneza applications au kutengeneza miradi ambayo itawahudumia pioneers. Kisha akaonyesha fanikio la pili au sehemu ya pili ya mafanikio ni Pi Fest au Pi Festival and expansion of local commerce with Pi. Anaonyesha kwamba tulikuwa na wiki nzima ya Pi Fest kuanzia tarehe 14 Machi mpaka tarehe 21 Machi, na humo ndani anasema kulisajiliwa ndani ya ile wiki moja, kulisajiliwa wafanyabiashara au wauzaji 125,000 waliojisajili kule kwenye Map of Pi. Anasema utumizi au utumiaji wa ile Map of Pi, kwa maana ya watu waliokuwa wanatafuta bidhaa waliko wauzaji pamoja na wauzaji wenyewe pia, anasema walifikia 1,800,000 ndani ya ile wiki moja Pi Festival. Alafu anasema tulikuwa na reviews, maoni 45,000 yaliyokuwa submitted na pioneers. Ndani ya siku hizo 100 pia tumekuwa na mnada wa Pi Domain kama mafanikio ya 3, na anaendelea kufafanua vizuri kuhusiana na hiyo. Anasema kumekuwepo na tenda au kumekuwepo na watu walioweka dau zaidi ya 123,000. Na anafafanua, anasema
pai zilizowekwa kwenye mnada huo ni zaidi ya milioni 3. Milioni 3. Domains ambazo zimeombwa na ya kwenye mnada zinabishaniwa au zinapandiwa dau kwenye mnada huo ni zaidi ya domain 69,000. Ni nyingi sana hizo, ni nyingi sana. Sasa fanikio la 4 au la 5 analoliorodhesha ndani ya hizi siku 100 ni ecosystem interface update. Ecosystem interface update ni kurekebishwa au masasisho yaliyofanyika kwenye ule uso wa application. Unajua application yoyote ina sura ya nje ambayo wewe mtumiaji unaiona. Alafu kuna sasa zile program zile coding zilizoko nyuma ya kile unachokiona wewe. Sasa anazungumzia ule uso pale mahali ambapo sisi watumiaji tunapaona. Sasa kumbe marekebisho hayo yamefanyika kule kwenye ecosystem yetu kwa ajili ya zile applications, marekebisho na sura na mionekano mbalimbali. Anasema haya yote ni mafanikio yaliyofanyika au yaliyotokea ndani ya hizi siku 100. Kisha anaenda anaonyesha kuhusu network metrics zetu. Anasema kipindi hiki cha siku 100 tukiwa kwenye open network kumeweza kuongezeka pioneers wallets ambazo zimefanyiwa migration milioni 3. Kama mtakumbuka mwanzoni wakati tunaingia kwenye open network tulikuwa tuna lengo au tuna malengo ya kuingia kwenye open network tukiwa na wallets milioni 10 zilizofanyiwa migration. Anasema sasa kwa hizi siku 100 wallet zingine zaidi milioni 3 zimeongezeka. Kwa hiyo sasa tuna milioni 13 ya wallets zilizofanyiwa migration. Pai zilizohamishwa mpaka sasa ni bilioni 7.4. Zilizofungiwa kati ya hizo zilizohamishwa ambazo zimelokiwa, zingine miaka 3, zingine mwaka 1, zingine miezi 6. Kwa ujumla pai zilizolokiwa kwenye hizo wallets ni bilioni 5.2. Kwa hiyo pai ambazo zitakuwa ziko huru sasa zinazunguka ziko kwenye wallet zetu, ziko kwenye available balance, unaweza ukazituma, unaweza ukapokea. Hizo sasa ambazo hazijalokiwa ni bilioni 2.2, yani bilioni 2 na milioni 200. Hizo ni pai ambazo haziko locked. Lakini jambo jingine zuri sana, ili ni muhimu sana ambalo anasema nalo limeshatokea tayari. Nodes 400,000 tayari ziko active. Nodes 400,000 ziko ambazo zingine ziko kwenye testnet bado, lakini zingine tayari kwenye mainnet. Sasa hii maana yake ni maandalizi ya sisi kwenda kwenye open mainnet. Ndugu zangu, kuna jambo lingine nyeti na analizungumza kwamba ni sehemu ya mafanikio katika kipindi cha siku 100. Anasema account securities, mainnet migration and mainnet wallet activation. Usalama katika wallet zetu au marekebisho au namna ya kujaribu kufanya kuimarisha usalama katika wallet zetu umeongezeka. Sasa ninyi mnafahamu rafiki zangu kwamba kumekuwa na juhudi za PaiCo team kutupeleka kwenye 2 factors authentication, verification kwa ajili ya wallet zetu mara kwa mara. Hayo yote ni kwa ajili ya kujaribu kuimprove nini? Kuimprove usalama wa wallet zetu, kwa sababu wamegundua kumekuwa na namna ya wizi wa pai za pioneers. Lakini pia kumekuwa na mazingira ya kutuwezesha kubadilisha namba zetu za simu baada ya mtu kumaliza KYC, kupasi vizuri na kufanya liveness test check, liveness check ile, then unaweza ukaruhusiwa kubadilisha namba ya simu. Hayo yote anasema ni mambo yaliyorekebishwa na kufanyika kipindi hiki. Ndugu zangu, ukitazama vizuri hili bandiko, hii article iliyokuja kwenye dashboard yetu ambayo nimeizungumza kwa sasa, jambo moja kubwa mimi ninalenga kulichukua, it is my take, ni hili. Hizi siku 100 za open network, PaiCo team wamezitazama. Nataka mimi sasa ndio nalizungumza hili, maanake wengi mmeniuliza unaona nini katika haya matangazo au haya mabandiko yaliyokuja kwenye dashboard zetu. Mimi nilichokichukua nimekupitisha kwa haraka,
Alafu sasa nataka nizungumze kile ninachokiona mimi ninachokiona na nilichokichukua kwenye communication hii ya PICO team ni kwamba hizi siku 100 za open network kwao ni za msingi sana. Kwao wamezichukua very serious, wamejaribu kutathmini kwamba hivi tukiingia open mainnet kwa hivi tulivyo, je, tuko kwenye mazingira ya kuhudumia ecosystem, kuhudumia community ya Pi? Yaani ni kama hii wameichukua kama mtihani, wametuingiza kwenye open network, alafu wanaangalia uwezo wa hii community kuishi sasa kwenye open mainnet. Na hapa tujaingia open mainnet, lakini ni kama naweza kuita ni kama pilot project, ni kama majaribio, na ndio maana wanatoa tathmini kwamba tumeweza kufanya hivi, tumeweza kufanya hivi, tumeweza kuonesha kwamba tunao uwezo wa kuingia open mainnet sasa. Ndicho mimi nilichokielewa. PICO team wamekichukua hiki kipindi cha open network kuanzia tulivyoingia open network kwa siku 100, wamekichukua kama kipindi cha majaribio, kujipima kwamba hivi, ndugu zangu, mnaelewa kwamba tukishaenda kwenye open mainnet, si kama mnaelewa, wengi wenu pengine wengi wenu hamuelewi. Tunapokuwa kwenye kipindi cha testnet au hiki kipindi cha open network, lakini not fully, hatujaingia fully open mainnet, hiki kipindi kuanzia hapa kurudi nyuma, tunakuwa na bado PICO team wanaweza kucontrol mradi. Kwa hiyo wanaweza kuregulate, wanaweza kufanya marekebisho, wanaweza kuedit, lakini ukishaingia open mainnet, maanake umeingia kwenye full decentralization. Mradi huu ukienda kwenye full decentralization, maanake hata kama kuna maeneo unayaona yana kasoro, yanahitaji marekebisho, hutoweza kurekebisha tena. Kama kuna misbehavior za pioneers, hutoweza kurekebisha tena. Yaani ukisharuhusu gari liondoke, ukisharuhusu mradi uingie kwenye open mainnet, PICO team hawezi tena kurekebisha chochote, imeshaenda out of hands. Sasa kwa wao ni muhimu sana sana sana, hata tukachelewa tukakaa kwenye kipindi cha open network au testnet kwa kipindi kirefu, kwa wao ni muhimu sana ili kuendelea kujiridhisha kwamba mambo yote yanayohitaji marekebisho yamefanyiwa marekebisho. Umewahi kufikiri kwa mfano ndo tungekuwa kwenye open mainnet full decentralization, halafu ndo wallet zetu ziko vulnerable kiasi hicho, tunaibiwa Pi namna hiyo, watu wamechimba miaka na miaka, anapoteza tu kirahisi na hana msaada, hawezi kusaidika. See that? Itakuwaje? Kwa hiyo kuna faida ya sisi kuchelewa, ili PICO team waendelee kujifunza makosa yaliyoko kwenye mifumo, mazingira yanayohitaji kurekebishwa, bado mambo yanayohitaji kuongezwa na kupunguzwa, ili siku wakirelease tuingie open mainnet hawana control tena. Ndio maana ya blockchain, ndio maana ya decentralization. Sasa PICO team, ninachokiona mimi, this is my take, wamekitumia hiki kipindi cha open network cha siku 100 kama pilot project, kama kipindi cha majaribio, kujipima kwamba je, tuko tayari kuuachilia mradi uende kwenye full decentralization sasa? Na mimi ninachokiona, wamegundua kuna maeneo yanahitaji kuendelea kufanyiwa kazi. Kwa hiyo sitashangaa wakiairisha open mainnet, ingawa hawajatamka open mainnet ni siku gani, lakini sitashangaa wakiendelea kutusubirisha, pengine kwa miezi mingine, pengine hata kwa mwaka au zaidi. Mimi binafsi wala sitakuwa na mashaka nikiona wanaahirisha, kwa sababu kila siku unazidi kugundua kwamba pengine hapa panahitaji marekebisho, pengine hapa panahitaji maboresho, pengine. Kwa hiyo mimi ninawaelewa vizuri sana PICO team wanachokifanya, na hicho ndicho cha kwanza na kikubwa nilichokielewa kwenye hii dashboard. Sasa naomba nirudi nyuma au niende kwenye dashboard iliyotangulia kabla ya hii, ili nizungumze jambo langu
la tatu. Nimesema jambo la kwanza, nimezungumza na ninyi kuhusu namna ya kuelewa mawasiliano ya PICO team kwetu sisi pioneers, na jambo la pili nikazungumza my take, nilichokichukua kwenye hili bandiko la mabadiliko ya dashboard yaliyotokea tarehe 19 mwezi wa 6 ambalo linazungumzia siku 100 tukiwa ndani ya open network. Sasa nataka nizungumze lile lililotangulia kwa sababu pia sikupata fursa ya kuzungumza, alafu nitaenda kwenye mada yangu. Well, lile lilikuwa linazungumzia kuhusu Pi domain auction. Pi domain auction. Na kwa sehemu kubwa nimeona nirudi nyuma kulitazama hili kwa sababu sikupata fursa ya kufanya hivyo lilipotolewa, lakini lengo langu ni dogo sana katika hili. Mtakumbuka ndugu zangu ya kwamba mimi ndiye niliyetoa voice note ya kwanza nikielezea tafsiri ya huu mnada tokea walipotoa ile tarehe 14 mwezi wa 3, na nikatoa mtazamo wangu na ushauri wangu mimi kwa wale ambao ni watumiaji wa kawaida wa mitandao, lakini pia kwa wale ambao ni programmers, na nikatoa ushauri nikasema, hii ni fursa kwetu sisi pioneers ili tuende tukashiriki huu mnada, tumiliki majina ya domains, na katika kumiliki kwetu tunaweza tukamiliki majina yale ambayo tutayatumia sisi kwa ajili ya tunapoingia kwenye matumizi ya blockchain, tutatumia sisi hayo majina. Lakini pia nikasema ni fursa ya ujasiriamali kwa wale ambao wanaweza kumiliki majina ambayo ni maarufu duniani, ili wale wenye hayo majina watakapokuja kuzinduka baadaye na kutaka kutengeneza website kwenye web3 wakute haya majina yanamilikiwa na pioneers, alafu wataenda kunegotiate nao ili sasa sisi tunufaike kwa wao kutulipa dau la juu tuwape majina yao. Mimi ndiye niliyeshauri ile jambo mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa kwa kusoma ili tangazo lililokuja kwenye dashboard zetu, nimegundua kwamba kuna jambo nahitaji kulirekebisha. Pengine wenzangu walikuja baadaye kuendelea kujadili hayo masuala ya Pi domain auction, waliendelea kujadili katika mkondo ule ule ambao mimi niliupendekeza mwanzoni. Lakini sasa ninaona kama nahitaji kurekebisha jambo fulani, pengine sikuwa sahihi katika ule ushauri wangu. Labda pengine wenzangu pia nao wanaweza wakabadilisha mtazamo wao. Okay. Kama siku 4-5 hivi zilizopita nilipigiwa simu na pioneer mmoja kutoka Tukuyu Mbeya, tukawa na mjadala wa karibu lisaa lizima. Huyu ndugu alitaka kumiliki majina kadhaa ambayo ni majina maarufu, mengine ni ya benki hapa Tanzania, akataka yamiliki huko kwenye Pi browser, na akaniuliza maswali muhimu sana. Swali la kwanza aliniuliza, vipi mtazamo wa kisheria mimi ninapoenda kumiliki jina la kampuni au la biashara au la benki ambalo tayari hiyo benki inajulikana, ni maarufu, ipo na inamiliki domain, inamiliki website katika mtandao ya kawaida. Sasa mimi naenda kutumia jina lao na limiliki hilo jina. Vipi mtazamo wa kisheria? Nitakuwa sijavunja sheria? Kwa mfano, nitoe mfano, unaenda unajua kabisa kuna benki inaitwa NMB na unajua labda wana website yao ni www.nmb. labda org au .tz, si ndio? Sasa mimi naenda nachukua nmb.pi domain. Anasema vipi katika muktadha wa kisheria? Sijavunja sheria. Lakini akaniuliza tena swali la pili, akasema mimi nitanufaika vipi kwa kumiliki hilo jina endapo itatokea wao sasa hawatakuja kwangu? Maanake lengo la kumiliki hilo jina si ili baadaye wakija wakitaka kutengeneza website yao kwenye web3
waje waniombe mimi hilo jina niwape, alafu tutanegotiate biashara. Je, wakiamua sasa hawatokuja kwangu, mimi nitanufaika vipi na hilo jina? Lakini swali la tatu aliloniuliza ni kwamba okay, sasa je, mimi naweza kulitumia hilo jina ingawa nimelinunua kweli, ninamiliki, lakini najua lina wenyewe. Mimi nitaweza kulitumia kufanyia jambo jingine, labda nikasajili website kwa jina hilo, lakini hiyo website isiwe ya kibenki, iwe labda inahusu masuala ya utalii au masuala ya mafundisho au jambo jingine lolote ambalo ni nje kabisa na NMB kama NMB. Sasa aliponiuliza yale maswali, tulijadili kwa muda mrefu, tukafikia hatima fulani nzuri, lakini baadaye nilivyokuja kuanza kupitia hili tangazo la Payco Team, nikagundua nilimshauri vizuri huyu ndugu yangu. Na wakati huo nikimshauri tayari nilikuwa nimeshasoma hili tangazo. Nikagundua nimemshauri vizuri kwa sababu itamsaidia yeye kuwa na tahadhari, kuwa makini. Sasa twende taratibu kwenye nilichomjibu na kwenye kilichoandikwa kwenye tangazo hili la Payco Team, ili kusaidie na wewe kama ulikuwa na waza hili swala. Iko hivi. Namba moja, wewe kumiliki jina linaloitwa, huu ni mfano linaloitwa NMB Tanzania.py kwa mfano, haitakuwa kinyume cha sheria kwa sababu jina la NMB Bank hilo jina kisheria ni tofauti na NMB.py. Kama wao wanamiliki NMB.org au NMB.tz na wewe unamiliki NMB.py, hayo ni majina mawili tofauti kisheria. Tunazungumza kisheria, hayo ni majina mawili tofauti. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kuja kukuambia wewe unamiliki jina lake. Hapana, hayo ni majina mawili kabisa tofauti. Mfano, wao wanamiliki jina la Toyota.com, wao wanamiliki jina la Toyota.py. Hayo ni majina mawili kisheria. Yes, majina mawili kabisa kisheria. Kwa hiyo haujavunja sheria yoyote. Isipokuwa, hapa ndiko sasa penye lazima upazingatie. Isipokuwa tunapozungumza kibiashara, NMB ni brand name. Hiyo ni brand ya benki. Watalinda hiyo brand kwa gharama yoyote. Sasa kisheria hawawezi kukudai chochote kwa sababu hujamiliki jina lao. Lakini katika ulimwengu wa kibiashara, mtu yeyote tu kishataja NMB, hata kama umetaja NMB Tanzania au NMB.tz sijui NMB.py, watu wa kawaida hizo tofauti ndogo ndogo hawazifuatili. Ingawa kisheria hizo tofauti ndogo ndogo zina utofautisha kwamba huyu ni tofauti na huyu, lakini kwa mtu wa kawaida akitaja tu NMB, tayari mtu wa kawaida anajua ni ile benki. Kwa hiyo wao sasa ambao hilo jina, hiyo brand wameimiliki na wameitengeneza na wameikuza, hawatakubali mtu mwingine amiliki jina la aina hiyo, hata kama limetofautiana lakini linakaribiana kidogo. Ingawa kisheria ni majina mawili tofauti, kwa hiyo hawana nguvu kwako wewe, lakini kwa habari ya brandi, wakikuacha wewe ukaendelea kuitumia hiyo brandi kwa namna unavyoitumia, hata kama mko tofauti kidogo, kwao wana damage, wana effect, wana madhara wanayoyapata. Kwa hiyo watalazimika sasa, sio kisheria, kiungwana kukutafuta. Kwa hiyo swala la kisheria ondoa shaka. Twende kwenye eneo la pili, nitanufaika vipi? Ikitokea sasa wao hawaja kufuata, maana yake ni nini? Maana yake ni hii: wewe umemiliki jina ambalo umelinunua kutoka Payco Team. Mimi ninavyojua majina haya ya domain, siku zote unapolinunua jina, umeliacquire, umelinunua, bado una jukumu la kulilipia hilo jina ada mwaka kwa mwaka. Kwa hiyo Payco Team watakuhitaji wewe ulilipia hilo jina. Sasa pengine au NMB hawatakutafuta mwaka huu, hawatakutafuta mwakani, hawatakutafuta baada ya miaka miwili, pengine watakuja kuzinduka baada ya miaka mitatu. Sasa wewe lazima uwe na stamina kwamba hilo jina utaendelea kulilipia. Vinginevyo kama ulilikuwa unalitafuta ukijua kesho kutwa tu watakufuata, wanaweza wasikutafute sasa miaka miwili mitatu. Maanake wewe lazima uwe na stamina ya kulilipia hilo jina miaka yote, yani ulitumie kama la kwako tu, yani usiju kadhani utatafutwa kesho. Kuna watu wanaingia kwenye kuweka dau na
kupambania, kugombania, kufanyia mnada haya majina maarufu, anajua kabisa nikiyashinda labda ndani ya wiki moja, 5, mwezi moja, mitatu, nitakuja kutafutwa, nitafanya biashara. Hapana, wenye hayo majina wanaweza wasizunduke, wanaweza wasikutafute mwaka mzima, miaka miwili. Sasa wewe lazima ujue utaendelea kulipia ada ya mwaka hilo jina. Kwa hiyo hilo nilitaka ulitazame na ulijue vizuri. Lakini sasa kutokana na hili tangazo la Payco Team, this is my take. Nimegundua kwamba nilipowashauri ndugu zangu kwamba mnaweza kwenda kutafuta haya majina maarufu ili muyamiliki, baadaye mje mfanye biashara na wale wenye majina, pengine huo ushauri wangu ulipungua. Labda haukuwa ni ushauri mzuri, au hata kama ni ushauri mzuri umepungua mahali. Ndio nataka niurekebishe sasa. Payco Team wametoa tangazo kwenye dashboard wiki hiyo iliyotangulia kabla ya hii ya sasa. Wakasema hivi kwamba tunataka wale watakaochukua majina ya PayDomain wayachukue kwa lengo la kuyatumia ama kwa ajili ya kutengeneza apps, applications, ama kwa ajili ya kutengeneza website, lakini lengo liwe ni matumizi. Maana yake ni nini? Wanataka usiende kununua jina la Toyota.py uje ulihifadhi bila kulitumia. Yaani umelinunua tu, alafu umelilipia ada ya miaka miwili mitatu, unakuja kulihifadhi ndani. Sijajua watakuja na kanuni gani baada ya mnada kuisha, lakini ninachokiona mimi ndio hiki sasa. Nimeona nije niwaambieni tena ndugu zangu, ninachokiona wataleta kanuni inayosema baada ya wewe kumilikishwa jina lazima lionekane kwenye matumizi, labda ndani ya miezi mitatu au labda ndani ya miezi 6, wakimaanisha ukishamilikishwa lile jina lazima ulitengenezee website ianze kurun, au lazima ulitengenezee application ianze kuoperate. Kumbe sasa Payco Team wanataka haya majina kama ni 69,000 au na zaidi ambayo ni domains yamenunuliwa kutoka kwao, yatengeneze yote, yatengeneze website au yatengeneze application. Kwa nini? Wanataka tuingie kwenye utility, yani Pi ianze kuonekana ikiwa operational. Naelekea kwenye mada yangu ile niliyowaambia ni value capture. Ndiko nakoelekea. Ndio maana nakujengea msingi kwenye haya maeneo matatu. Payco Team wamelenga kwamba wale watakaonunua majina watengenezee applications au watengenezee website, lakini yale majina yasiende kufichwa kwenye makabati. Kwa nini? Kwa sababu utakaponunua majina ya PayDomain alafu yakaingia kwenye kutengeneza website, kutengeneza blogs, kutengeneza application, maana yake ile web3, ile browser, ile blockchain hapa inaonekana kwamba iko active na jamii yote ya ecosystem ya Pi iko operational. Kwa hiyo ni maana yake ni nini? Paycoin, ile coin ya Pi inaingia kwenye utility kwenye hayo maeneo. Itaingia kwa sababu watakaokuwa wanaingia kubrowse kwenye hizo website, watakaokuwa wanaingia kuhudumiwa kwenye hizo applications, wote wanaoingia mle ndani watakuwa wana browse, wanatumia na vyote vinavyotumika kule ni Paycoin. Kwa hiyo ni utility ya coin ya Pi. Can you see? Unaona ugenius wa hao watu wakiruhusu tu PayDomain zinunuliwe alafu zikafichwe na wajasiriamali wakisubiri kuja kutafuta na wanaoje majina. Maana yake wataua hilo eneo, watasababisha hilo eneo liende dormant. Wanataka ninyi mnaonunua majina muyaingize kwenye matumizi. Ndio maana ndugu zangu nikasema nitakuja niombe radhi, ushauri niliowapeni mwanzoni pengine sio sahihi. Ushauri sahihi ni huu: nenda kanunue jina hata kama ni la Toyota.py, lakini kichwani huwe umewaza utalitengenezea nini? Utalitengenezea applications au utalitengenezea website, tovuti, au utalitengenezea blogs, au unakusudia kufanyia nini hilo jina? Usilinunue tu na kuliweka ukisubiri kuja kufanya biashara baadaye. Hapana, sio ushauri mzuri. Nimesoma walichokionya, pengine baada ya mnada kuisha watakuja na kanuni inayosema wale ambao wamepewa majina yakakaa kama miezi 6 au mwaka mmoja hawajayatumia watanyang'anywa. Umeelewa? Yaani issue sio kwamba umelilipia ama hujalilipia. Umelilipia sawa, na umelipia ada ya miaka mitatu, lakini hujalitumia,
Pengine mimi nafuasi kwamba inawezekana watakuja na kanuni ya aina hiyo. Lengo ni kuhakikisha majina yanayochukuliwa ya pi domain yaingizwe kazini. Hicho ndicho nilichokipata kwenye lile tangazo la PyCore team kuhusiana na majina ya domain. Kwa hiyo basi sasa narudi kwenye ushauri wa jumla, ndugu zangu. What is your take? What is my take? My take is wale wanaoshiriki mnada wa .py domain, shiriki mnada kwa lengo la kupata jina la kutumia. Kama utaamua kununua jina ambalo ni mojawapo ya yale majina maarufu ya makampuni maarufu, basi nunua, lakini wakati unasubiri wakufuate ili uwape jina lao, tengeneza website, tengeneza blog, tengeneza application ambayo itatumia hilo jina, ili usionekane umenunua tu jina unaenda kuliweka kwenye shelf. Kama hilo huliwezi, basi usinunue majina na kuyahifadhi kwa lengo la kuja kuyauza kwa watu wenye majina hayo endapo watakufuata. Inaweza ikatokea wakachelewa kukufuata na ukajikuta umepoteza haki ya kumiliki hayo majina. Sasa baada ya kuzungumza hayo mambo matatu, mniruhusu niende kwenye ile mada niliyoitambulisha mwanzoni, value capture. Ndugu zangu, value capture. Value capture. Value capture ni nini? Value capture ni nini? Kabla sijaenda kwa undani kuzungumzia value capture, hili sio jambo ninaloliibua kichwani kwangu. Hili ni jambo lililoandikwa kwenye white paper, the original version ya 2019, value capture, na limeandikwa kwa uzito kiasi kwamba limepewa kabisa subtopic, yani limepewa subtopic kabisa. Ndio uelewe umuhimu wa hili jambo linaloitwa value capture. Ukienda kwenye white paper ya March 2019, original version, March 2019, original version ya white paper, imegawanyika, topics zake zimegawanyika mara 7. Sehemu ya kwanza ni introduction, sehemu ya pili ni problem, sehemu ya tatu ni solution, sehemu ya 4 ni Pi economic model, sehemu ya 5 ni utility, sehemu ya 6 ni governance, na sehemu ya 7 ni roadmap. Sasa kwenye ile sehemu ya 5 inayoitwa utility, hapo kwenye utility ya Pi ndipo kulikojadiliwa hii mada ya value capture. Sasa imefichika, hauikuti ikizungumzwa mara nyingi, hauikuti ikijadiliwa mara nyingi, na ndiyo maana wakati nazungumzia ile mada ya Madam Doris In, ili niliyoelezea ndugu zangu amerusha ndoano kwa kambale mkubwa kabisa, niliwaahidi kwamba kuna mada ninaitafiti na nitakuja kuizungumza na ninyi. Ilikuwa ni hii mada ya utility ya value capture, hiki kipengele cha value capture, kwa sababu nilikiona kimefichwa kwenye white paper, lakini kinaongea mambo mazito sana ambayo yanatupa ishara kwamba huu mradi wetu wa Pi ni mkubwa kiasi gani. Huu mradi wetu una lengo la kutengeneza matajiri wengine wengi sana. Yaani ukiondoa coin ya Pi, na nisikiliza vizuri ukiondoa coin ya Pi, yani hata kama coin ya Pi yenyewe haitakuwa na mafanikio kwa maana ya kufikia GCV, yani natoa mfano, hata kama ingekuwa hivyo, hata kama ingekuwa hiyo coin ya Pi yenyewe basi isingekuwa na mafanikio ya kuelekea kwenye GCV, bado huu mradi wa Pi una nyanja zingine, una nyanja nyingine yenye lengo la kutengeneza utajiri na matajiri wakubwa sana. Hii kipengele kinachoitwa value capture, nataka nikijadili ni kuoneshe kwamba wewe kuwemo ndani ya mradi wa Pi. Ndiyo maana ndugu zangu,
ni muhimu tuelewe, ni vigumu sana huu mradi kufeli. Yaani huu mradi kufeli ni ngumu kwa sababu umejitegesha katika nyanja mbalimbali, kwamba kipande kimoja kikifeli, upande mmoja ukifeli, upande mwingine utainua huu mradi. Sasa hiki kinachoitwa value capture ni nyanja nyingine ya huu mradi ambayo imelenga kutengeneza mafanikio makubwa kwa wana pioneers au kwa jamii ya pioneers walioko ndani ya mradi, hata kama pai yenyewe kama coin isingefanikiwa. Ndio maana ndugu zangu, ukielewa hii, huwezi ukautazama huu mradi kienyeji. Hili ni dude fulani ambalo limeshindikanika duniani. Hakuna mtu anaweza akauchezea huu mradi akadhani eti. Ndio maana ninawashangaa sana wale ndugu zetu wale mnaowaita ninyi crypto mentors uchwara, kwa sababu laiti wangeisoma white paper ya pai wakaielewa vizuri, wangejua ya kwamba huu mradi haufanani na mradi mwingine wowote wa cryptocurrency. Huu mradi umejitegesha kwenye nyanja tofauti tofauti, na umejiweka kwa sura ambayo au kwa namna ambayo upande mmoja ukilega, upande mwingine utaubeba mwingine. Sasa twende kwenye value capture. Nitajadili hii kwa kina. Sasa kabla sijaanza kukusomea hatua kwa hatua kilichomo ndani ya hii white paper, ingawa sitatafsiri neno kwa neno au sentensi kwa sentensi, sio kwa tafsiri rasmi, nitakupa tu kile ninachokiona kimeelezewa. Sasa kabla sija kuingiza ndani, nataka nikukumbushe jambo. Daktari Nicholas Kokalis alipohudhuria Consensus 2025 Toronto, Canada, akapata fursa ya kuingia kwenye mdahalo akiwa na wenzake, wataalamu wenzake 4, wakiwa na moderator mmoja, wakajadili muktadha wa cryptocurrencies na matumizi ya AI za akili bandia. Katika ule mjadala, kwa mara nyingine, kwa akili sana, Daktari Nicholas akaibua hii mada ya value capture, akaibua kwenye mjadala, na ningetaka kabla hatujaendelea nikusikizishe sauti yake. Ndio, akiwa kwenye panel, moderator alimuuliza swali, na lile swali aliulizwa kiujumla, lakini yeye akaenda specific, akawa anaelezea umuhimu wa value capture. Sasa nitafafanua ameongea nini, lakini kwanza nikusikizishe. Ningetaka umsikie moderator wakati anamuuliza daktari swali, na jinsi ambavyo daktari analijibu hilo swali, na anaenda sasa kwenye kuelezea value capture ni nini na jinsi inavyoweza kuleta faida kwa watumiaji wa mtandao huu. Hebu sasa nikusikizishe swali la moderator na jibu alilolitoa daktari kwa kama dakika moja. Usikilize vizuri. Najua uliwasikiliza na kuwatazama Dr. Nicholas kwenye ile panel, lakini hebu nikusikizishe sauti yake akiwa kwenye ile panel. Najua utaielewa utakapoisikia. Hii hapa, sikilize kwa umakini. We're only going to win by making better stuff. So, I mean, Nicholas, when you're talking to the Pi Army and they're vocal, are they vocal about decentralization or are they vocal about Pi? Unamsikia huyu moderator anamuuliza Nicholas, unapozungumza na Pi Army ni lile jeshi la Pi. Unajua hawa moderators wa CoinDesk ilifika mahali walionja joto ya jiwe ya ecosystem ya Pi, kwa sababu kwa kipindi chote hiko cha conference, Pi network pioneers duniani kote walikuwa wakishambulia kwa njia ya kuwaengage hawa jamaa katika hiyo katika sehemu ya maoni, wakisema GCV, wakisema maoni yote wanayoweza kuyasoma katika kuhamasisha GCV. Kwa hiyo hawa jamaa ilifika mahali akachanganyikiwa, au moderators akasema hili ni jeshi kubwa sana. Umeona analiita Pi Army, jeshi la Pi.
Sasa anamuuliza Nicholas, hivi unapozungumza kwa habari ya Pi Army, kwa habari ya jeshi la Pi, unawaona walivyo crazy, walivyo wamehamasika kwa ajili ya nini hasa? Kwa ajili ya Pi au kwa ajili ya haya masuala kwa ujumla? Umeona hilo swali la huyo ndugu. Hebu endelea kusikiliza majawabu sasa aliyoyatoa Daktari Nicholas. Sikiliza vizuri. So I think that